kitabu cha Yohana sura ya 16. Fungua sura ya 14 actually. Sura ya 14. Angalieni ule mstari wa 16. Actually mstari wa ngapi? Okay, mstari wa 26. Okay, actually tuanzie mstari wa 16 kwanza. Anasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Kulingana na mstari huu, ni nani atakayetupa msaidizi? Ni Baba, si ndiye? Baba, si ndiye? Okay, nenda kwenye mstari wa 25. Maandiko anasema, nenda mstari wa 25. Akili yako iwe live bila chenga. Mstari wa 25. Hayo ndiyo niliyoambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Mstari wa 26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu. Hapa ni nani atakayempeleka Roho Mtakatifu? Baba, lakini kwa jina la Kristo, si ndiye? Twende kwenye sura ya 16. Angalia pamoja na mimi okay. Wait. Lakini mimi nawaambia, angalia ule mstari wa 7. 16 mstari ule wa 7. Tumefika pale 16:7. Angalia pale 16:7. Maandiko anasema, lakini mimi naondoka. Okay, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Hapo ni nani ambaye atampeleka Roho Mtakatifu kwetu? Atammwaga Roho Mtakatifu kwetu? Kristo Yesu. Kwa ni kama vile Yesu alikuwa ana move na wanafunzi wake progressively. Mmenipata? Okay. Kwa Yesu Kristo akiisha kukipokea kile kipawa, jamani, alipoketishwa mkono wa kuume alipewa mamlaka, si ndiye? Alikuwa na mamlaka. Kwa aliyekuwa na mamlaka, authority ya kukimwaga kipawa cha Roho alikuwa ni Kristo, and he did it. Hallelujah. And what? He did it. And he did it. Nahisi hiyo capacity angeipata mdogo wangu, angewauliza kwanza, ni mwage si mwage? Okay, Bwana asifiwe sana. Okay, so anasema kwamba akaja kwa akamwambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni. Kwa kuenenda kwetu tunaenenda katika the same authority ambayo Kristo alienenda kwayo. Sasa hapa naomba unielewe vizuri, sawa? Ukisoma kitabu cha Yohana, sawa? Kitabu cha Yohana sura, nafikiri kama sijakosea ni ya 20. Bwana Yesu anasema hivi, kama vile ambavyo Baba alinipeleka, kama vile ambavyo Baba alifanyeje? Alinipeleka, mimi nami nawafanyeje? Nawapeleka. Kwa the same. Now angalia kwa makini. Baba alivyomtuma mwana ulimwenguni, alimtuma mikono mitupu? Kulikuwa kuna nini? Enablement ya Roho Mtakatifu, uwezesho wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo akiisha kufufuka kutoka kwa wafu, aliketishwa mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu. Akawa ni mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani. Sasa kama vile alivyofanya Baba hapo kwanza, yeye naye anafanya vivyo hivyo, anatupeleka na kutupa the divine enablement ambao ni the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama vile ambavyo Kristo alifanya, alitenda, alifundisha, ndivyo jinsi ambavyo na sisi tuna kapasiti hiyo. Kwa nini? Kwa sababu ametupeleka kama vile ambavyo Baba alimpeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hili andiko sasa li make sense kwenye ufahamu wako ya kwamba nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni. Kwa ninavyoenenda, ninaenenda katika the full authority ya
Kristo aliyetukuzwa. Bwana asifiwe sana. Ninaenda katika full authority ya Kristo aliyefanya nini? Aliyetukuzwa. Bwana asifiwe sana. Ukiwa mdogo, ilishawahi kukutokea kwamba umeenda kuwasemea wenzako kwamba baba, wanafanya 1 2 3 kule ndani, babako akakwambia kawaambie watoke. Ulishaonaga ile kale kasensi ambako unakuwa unaenda nako, yaani ni amri tu. Kwa nini? Kwa sababu unaenda ukiwa na umebeba amri ya baba, yaani hauendi tena wewe kama wewe, ni amri ya baba, na matokeo yoyote yanayotokea yanaenda kuripotiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. The same tumepelekwa na Kristo, tunaenenda na mamlaka ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo maana kwenye kitabu cha Marko utakutana na maandiko yako kwa mfumo huu. Hebu nenda kitabu cha Marko, nenda kitabu cha Marko, utakutana na maandiko yenye namna hii, Marko. Marko, angalia ule sura ya 16, angalia kuanzia ule mstari wa 14. Marko 16 kuanzia mstari wa 4. Injili ya Mathayo, Luka na Marko tunaziita synoptic. Bwana asifiwe sana. Synoptic. Okay. Mstari kuanzia ule wa 14, maandiko anasema, baadaye akaonekana na wale 11, walipokuwa wakila akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomwona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Mstari wa 16, aaminie na kubatizwa atafanya nini? Ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Ni very direct statement. Ni statement zinazoonyesha ni mtu mwenye mamlaka, habashiri kile anachokisema. Ni direct statement kwamba ndivyo zilivyo. Aaminie na kubatizwa ataokoka, obvious first. Asiyeamini atahukumiwa. Bwana asifiwe sana. Kisha anasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu. Angalia kwa makini, kwa jina langu watafanya nini? Watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Angalia kwa makini, kwa jina langu. Kwa maneno mengine ni kusema kwamba kwa mamlaka yangu niliyowapa, watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawazuru. Kwa nini tunaona supernaturals zikiambatana na Injili? Ni kwa sababu Kristo ametukuzwa, ameketishwa mkono wa kuume wa Mungu huko juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na in fact tunatenda kazi pamoja naye. Angalia ule mstari wa 19 na 20. Basi Bwana Yesu baada ya kusema naye akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Nao wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo, kulingana na ufahamu ambao tumeusoma. Anaposema Bwana akitenda kazi pamoja nao, alikuwa anamaanisha kitu gani? Au anataka tuone kitu gani hapo? Anataka tuone nini? Bwana akitenda kazi pamoja nao. Utendaji wake ndani yetu through the Holy Spirit. Through the Holy Spirit. Maana mstari uliotoka ameshatuambia kwamba akachukuliwa juu katika utukufu. Alafu tena Bwana akawako akitenda kazi pamoja nao. Unamchanganya nani sasa? Maana yake ni nini? Anataka tuone utendaji wake by his spirit in our midst. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumempokea Roho, tunavyokwenda kuhubiri, tunakwenda kuhubiri pamoja na Kristo. How? By his spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni obvious. Okay, nitajieni muujiza mmoja ambao Yesu aliwahi kufanya alafu ukafeli.
muujiza wote iko mingi na wewe, hata mmoja tu, lakini hawa amefanya akafeli. Bwana Yesu asifiwe. Okay, kiufupi unagundua ya kwamba miujiza yote au miujiza yote ambayo Yesu aliiperform ilikuwa 100% successful. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii inatupa confidence ya namna gani? Ni kwamba ninapokuwa katika eneo la uinjilisti, by his spirit nothing will be impossible. Sasa huo ndio ukweli mgumu ku comprehend kwa Kristo, and we must comprehend it. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma vizuri the relationship kati ya roho na Baba, roho na Kristo, si ndio? Kwa tunavyokwenda tunakuwa na full confidence. Kwa nini? Kwa sababu tunaenenda katika his authority. Hakuna demon ambaye ata withstand your presence. Sijasema your word, nimesema your presence. Hakuna pepo ambaye ataweza kustahimili uwepo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukeni, ndicho kilichokuwa kinatokea kwa Bwana Yesu. Uwepo wake tu, mapepo yalikuwa yana scream, yamenotufai kwamba hapa no, si salama tena, usalama umeisha. Usalama umefanyaje? Hamna usalama tena hapa. Yana scream. The same Christ anakaa ndani yetu by his spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaweka mikono juu ya wagonjwa, watapokea afya. Utagundua wakati ambapo Yesu anawatuma wanafunzi wake kwenda kufanya uinjilisti, labda rudi kwenye Marko hiyo, rudi kwenye kitabu cha Marko, twende kwenye ile sura ya ngapi? Ya 7 Ni sura ya 7 au ni sura ya ngapi? Marko Okay. Okay, sura ya 6, angalia kwanza ule mstari wa 7. Marko sura ya 6, angalia kwanza ule mstari wa 7. Maandiko yanasema, akawaita wale thenashara, akaanza kuwatuma wawili, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Kwa tunataniana siku moja na Mwalimu Kevi, tukasema kwani Marko alikuwa na ugomvi gani na mapepo? Muujiza wa kwanza ambao Yesu ameufanya Marko, ambao amechagua kuandika, ni muujiza Yesu akitoa pepo. Ishara ya amri aliyowapa ni ya kutoa pepo. Katika zile ishara zitakazofuatana na waamini alizozitaja sura ya 16, ya kwanza ni kutoa pepo. Inaonekana Marko kuna mahali fulani alikosana nayo. Walikuwa katika disagreement. Bwana asifiwe sana. Kwa maandiko anasema kwamba akawapa amri juu ya pepo wachafu. Sasa kumbuka, hawa ni mitume, ni muda mrefu tu kabla ya Kristo kutukuzwa. Kwa hiyo bado Roho Mtakatifu alikuwa hajafanyeje? Hajamwagwa. You see? Lakini Yesu just anawapa amri. Akawapa amri. Na ukiangalia, labda tumalizie portion alafu tuone matokeo. Anasema akawapa amri juu ya pepo wachafu,
akawakataza wasichukue kitu cha njiani isipokuwa fimbo tu, wala mkate, wala mkoba, wala pesa za kibindoni, lakini wajifungie viatu. Akasema, msivae kanzu mbili. Akamwambia, mahali popote mtakapoingia katika nyumba, kaeni humo hata mtakapotoka mahali pale, na mahali popote wasipowakaribisha ninyi wala kuwasikia, mtokapo huko ya kung'uteni mavumbi yaliyo chini ya miguu yenu kuwa ushuhuda kwao. Wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu, wakatoa pepo wengi. Angalia matokeo, wakatoa pepo wengi, wakawapaka watu mafuta wengi waliokuwa wagonjwa wakawapoza. Angalia hiyo, wakatoa pepo wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya hapo wanakuja kumletea Bwana Yesu taarifa. Ukienda kwenye mstari ule wa 30, maandiko anasema, na mitume wakakusanyika mbele ya Yesu, wakampa habari za mambo yote waliyoyafanya na mambo yote waliyoyafundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona Yesu anawapa amri na wanaenda, wanarudi na matokeo super. Hawa walikuwa hawajapata access ya kukaliwa na Roho kwa wakati huu. How much more sisi ambao Roho wa Mungu anakaa ndani yetu? How much more? Maana yake tunatakiwa tuwe na exceeding results. Na obviously hawa mitume hawa walipopokea kile kipawa cha Roho, unaweza ukaona namna ambavyo waligeuza na kupindua ulimwengu. Unaweza ukaona namna ambavyo waliconquer strongholds, waliangusha ngome nzito. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanakuja kusubmit uchawi wao, watu wanakuja kusubmit vitabu vyao vya uganga kule Efeso na maeneo mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni zaidi kwa sisi ambao tuna Roho Mtakatifu. Nao angalia kwa makini hapo, akawatuma wawili wawili, akawapa amri juu ya pepo wachafu, akawakataza wasichukue kitu cha njiani. Kwa nini Bwana Yesu anawakataza wasichukue kitu cha njiani ila fimbo peke yake? Wasichukue mkate, wasichukue mkoba, wasichukue pesa za ziada, wasijifungie viatu, maana yake wabaki na vile tu walivyo navyo, wasivae kanzu mbili. Why? Bwana Yesu anataka wawe na mindset ya kumtegemea Mungu 100%. Bwana asifiwe sana. Tunapokea ufunuo kwa Roho, si ndiye? Tunawasilisha ujumbe kwa Roho, si ndiye? Halikadhalika tuna divine provision ya kile tunachokihitaji kwa ajili ya kazi ya Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda sawasawa watu wa Mungu, tunaenda sawasawa. So tunavotoka hapa tuende na huu fahamu ya kwamba ndani yetu anakaa Roho wa Mungu. Huyo ni uwepo wa Kristo ndani yetu. Kwa hiyo the same result ambazo Kristo alikuwa nazo ni the same result tutakazo kuwa nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu aliwapa ujumbe wa kuhubiri, na waliporudi walileta ripoti ya walichokifanya na walichokifundisha, maanake walichokihubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. So tunavotoka hapa, ujumbe ambao tunaenda kuhubiri ni ujumbe ule ambao tumejifunza hapa tangu jana, habari za kweli za Kristo, mauti yake kwa ajili ya dhambi zetu na ufufuko wake kutoka kwa wafu. Haleluya. Na tutafanya ishara, miujiza na ajabu kama vile ambavyo Kristo alifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda sawasawa. Sasa tumalizie portion yetu ya mchana huu. Tumalizie portion yetu ya mchana huu na case study ya kitabu cha actually ya Thessalonians. Bwana asifiwe sana. Haleluya.